Tunao wageni wa Mheshimiwa Profesa Kitila Alexander Mkumbo, mbunge, waziri wa nchi ofisi ya Rais mipango na uwekezaji, ambao ni kama ifuatavyo: ndugu Vincent Minja, rais wa chemba ya biashara, viwanda na kilimo TCCIA, karibu sana bungeni. Kimsingi kuna mambo mengi ambayo tumeyaona katika bajeti ya mwaka huu. Kwanza tumeona bajeti iko kwenye bilioni 148 na tumeona kuna sekta za muhimu ambazo zimetiliwa kipaumbele, hasa kwenye kuunganisha taasisi zetu mbili ambaye ni EPZA pamoja na TIC ambazo zinaanza taasisi nyingine mpya ambayo itaanza tarehe 1 Julai. Sio mbali tu, bunge likisha tu inaanza. Na mimi vile vile ni mjumbe wa bodi ya EPZA. Kwa hiyo na nimeshiriki kwenye kuunganisha hizo taasisi mwanzoni mpaka sasa hivi, kwa najua kinachoendelea. Kwa hiyo sisi kama private sector, kinachotufurahisha ni kwamba tumekuwa tukilalamika juu ya utitiri wa taasisi za serikali ambazo zinadili na private sector. Na mojawapo ya mambo ambayo serikali imeamua ni kufuta baadhi ya taasisi na kuunganisha baadhi ya taasisi. Na mojawapo ni hizi ambazo ziko chini ya Wizara ya Uwekezaji na Mipango, ambayo ndo Mheshimiwa Rais kama wizara ya kinara ambaye inasimamia kwenye kuunganisha hizi taasisi. Taasisi yake hizi mbili za kwake ndo za kwanza kuunganishwa katika ule mfumo mzima. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunalipongeza serikali, lakini vile vile tumeona hapo kwenye bajeti yake amezungumza baadhi ya mafanikio ambayo yametokea, hasa ya kwamba mwaka 2024 ndio mwaka ambao tumesajili miradi mingi sana ya uwekezaji kupitia Tanzania Investment Center. Miradi 1901. Tumevunja rekodi, na rekodi ya mwisho ambayo imewekwa ni 2013 ambayo ilikuwa miradi 800 na kitu. Maana yake ndio mwaka jana ilikuwa ni mwaka ambao ulikuwa na uwekezaji mkubwa sana. Na hii inatokana na kama unavyoona rais amefungua sana nchi. Safari zake alizokuwa anaenda nje na mazingira ya biashara yameimprove. Tuna changamoto ndio private sector tunasema, lakini hatuwezi kufananisha na huko nyuma tulikotoka. Mazingira ya biashara huko nyuma yalikuwa sio mazuri, na hii miaka 4 ambayo Mheshimiwa Rais amekaa, mazingira ya biashara yameimarika sana. Ndio maana na uwekezaji umekuwa mzuri. Na ndio maana sisi kama chemba wafanyabiashara Tanzania tutaendelea kuisupport serikali na tutaendelea kuisaidia serikali kuhakikisha kwamba tunasema yale ambayo yana mapungufu kwenye mazingira ya uwekezaji na mazingira ya biashara yao mazuri, kwa sababu faida zake zinaonekana. Kama mmeweka mazingira mazuri na mmeona matokeo yake ni positive, maana yake tunaongeza tena nguvu kwenye kuweka mazingira ya biashara mazuri zaidi, ili tupate wawekezaji wengi zaidi wa ndani na wa nje, kama ambao mmeona alisoma pale kwenye budget kwamba wawekezaji vivyo wa ndani wameongezeka.